Na Bwana pewe sifa. Habari ya uzima wa milele. Mimi niko vizuri, namshukuru Mungu. Leo utakuwa nami Profesa Dr. Bishop Kayengera, mwanafalsafa za kiroho, mwanazuoni wa falsafa za kiroho Afrika. Na nina neno moja tu ambalo nataka nishare na wewe. Natamani niongee na wanasiasa watumishi wa Mungu. Niliwahi kusema hivi, ukisoma kwenye Bible utaona kwamba Yesu au katika Agano Jipya hakuna mahali watumishi wa Mungu waliruhusiwa kuwa wanasiasa. Hakuna mahali. Hata Yesu alipotaka kumuingiza kwenye mambo ya siasa aligoma, akakataa. Sasa ninachotaka niseme ni nini? Sio kukwambia kwamba kuwa na siasa ni dhambi. Ninachotaka niseme hapa ni hiki. Kama wewe ni mwanasiasa na hauna maandiko ya Agano Jipya ambayo yanakuruhusu wewe kuwa mwanasiasa, alafu ukanisikia mimi ambaye ninaamini kwamba kuoa wake wengi ni baraka, sio dhambi, kama maandiko yanavyosema. Mimi naamini kwamba kuoa wake zaidi ya mmoja ni baraka, sio dhambi. Ukanihukumu kasema ni dhambi kwa sababu kwenye Agano Jipya hayapo maandiko yanayoniruhusu mimi kuwa na wake wengi. Basi ujue na wewe mwenyewe unakuwa unajihukumu, kwa sababu wewe mwenyewe hauna maandiko ya Agano Jipya yanayokuruhusu wewe kuwa mwanasiasa. Sasa kumbe tufanyeje? Tufanye kitu kimoja. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 5 imesema kila mtu atachukua furushi lake mwenyewe, na Warumi sura ya 14 mstari wa 12 amesema kila mtu atatoa habari zake mwenyewe. Kwa hiyo sasa, wewe ndani ya Yesu na siasa zako, endelea mbele. Ijapo huna maandiko yanayokuruhusu wewe kuwa mwanasiasa. Maadamu uko ndani ya Yesu, wewe songa mbele. Na mimi ndani ya Yesu na wake zangu wengi, niache nisonge mbele. Tutakutana siku gani? Siku ya hukumu ya mwisho. Kwenye hukumu ya mwisho ndio tutakutana sasa, kwa sababu kila mtu atatoa habari zake mwenyewe na kila mtu atabeba furushi lake mwenyewe. Sijui kama tumeelewana hapo. Hivyo tu.